Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuko tena mahali hapa kwa mara nyingine, kama jinsi Bwana aishivyo na Mungu jinsi atendaye ishara, maajabu na miujiza. Mimi naitwa mchungaji Michael Makocho Udoba. Niko mahali hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Niko kwa ajili ya kazi ya Mungu ili kuhubiri habari njema, kuwafikia watu wengine. Lakini kwa nini nahubiri? Nataka tujifunze sana kwa habari ya maneno ya Mungu, ambayo Mungu mengi maneno amezungumza kwa mifano, misali na mifano na halisia, kwa mafumbo. Yesu alizungumza kwa mafumbo, misali, mifano na halisia. Ili kwamba ulipate kulijua neno la Mungu sawa sawa, ni lazima ujue mafumbo ya Biblia, ujue mifano. Yesu alikuwa anazungumza kwa mifano, kwa hiyo lazima ujue. Lakini usipojua hiyo mifano, misali pamoja na mafumbo ya Mungu, huwezi ukajua Biblia. Lakini leo nataka tuzungumze kwa habari ya nyama, damu na nyama, ambayo hakika kwenye kitabu kile cha Mika, kitabu kile cha Mika anasema kwamba tazama, anasema ukisoma kwenye kile kitabu cha Mika sura ya 3, anasema sura ya 2, ninyi mnayoyachukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaochuna watu wangu ngozi yao na nyama na mifupa mwao, naam, mtakula nyama ya watu wangu na kuchuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, naam, na kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Ndipo watakapomwambia, kitabu cha Mika, tunakwenda mstari wa 5, anasema Bwana asema hivi, katika habari za manabii wanaokosesha watu wangu waumao kwa meno yao na kuamini watu awao yote, asiyetia kitu kinywani mwao, wao huandalia vitu. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu msipopata kuona maono tena, hamtapata maono tena. Itakuwa giza kwenu, msiweze kubashiri, nao jua litachwea, maana mchana utakuwa mweusi juu yao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anazungumza kwamba kwa habari ya manabii, anazungumza kwa habari, kumbe kuna watu ambao wanakula nyama za watu, wanakula nyama za watu. Kwa nini maneno haya ni magumu katika kitabu hiki cha Mika? Maneno ya Mungu yamefungwa, maneno ya Mungu mifano, yana misali pamoja na mafumbo. Anasema, ninyi mnayekula nyama za watu wangu na kuchuna ngozi na kukatakata mifupa, kutia kwenye sufuria, anasema mnakula nyama za watu wangu. Kwa nini wanazungumza hivi? Mika anamwambia Mungu, hawa watu wanakula nyama za watu wangu. Tulifahamu kwamba inawezekana wachawi tu wanaokula nyama za watu, lakini baada ya kuangalia maneno ya Mungu, kumbe kuna watu wengine wanakula nyama za watu, tena ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa hiyo ni watumishi wa Mungu wanakula nyama za watu. Kwa nini? Nisikilize sana, haya ni maneno magumu sana, lakini anasema wanakula nyama za watu wangu, wanachuna ngozi, tena wanakatakata hata mifupa kutia sufuriani. Lakini na Mungu anazungumza kwenye kile kitabu cha Yohana 6, mahali pale Yohana 6 ndipo Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake. Palikuwa na Mafarisayo, Masadukayo pamoja na walimu wa dini. Kwa hiyo akawa anazungumza nao,
Anasema atakaye kula mwili wangu na damu yangu atakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Atakaye kula mwili wangu na damu yangu atakuwa na uzima wa milele. Kwa nini anazungumza hivyo? Maneno ni magumu. Kutoka Mika anasema kwamba wanakula nyama za watu wangu, lakini Yesu anasema tule mwili wake. Kwa nini tule mwili wa Yesu? Mafarisayo, akaendelea akawaambia Mafarisayo na wanafunzi, akawaambia kwenye kile kitabu cha Yohana 6 kuanzia pale 50 kuanzia 42 mpaka 50 na mpaka 60 kuendelea, ukisoma chote amezungumza, anasisitiza kwa habari ya kula mwili wake, anasisitiza kwa habari ya kunywa damu yake. Oh, haleluya! Kwa hiyo sasa Yesu anawaambia Mafarisayo na Masadukayo na walimu wa dini, anasema yeyote atakayekula mwili wangu na damu yangu ana uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya! Kwa hiyo watu wakabaki wanaulizana, wanasemezana, ndipo akawaambia tena Yesu akawaambia tena akasema, angalia baba zenu walikula nyama, walikula mana. Mungu aliwashushia mana, walikula mana na wakashiba wakafa. Lakini mimi ninawapeni chakula kilichokuwa na uzima, ambalo mwili wangu na damu yangu, na yeyote atakayekula mwili huu na damu yangu atakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa nini Yesu anazungumza maneno magumu? Akaendelea tena, aulaye mwili wangu na damu yangu atakuwa na uzima milele. Mafarisayo na Masadukayo na walimu wa dini na wanafunzi wa Yesu bado wanashangaa, Yesu huyu anazungumza namna gani? Mbona maneno magumu? Mafarisayo na Masadukayo wakainuka wakasema, huyu ni mwendawazimu, huyu ni kichaa, huyu sio nabii, huyu sio Masia ambayo tulikuwa tunategemea. Anazungumzaje sisi tule mwili na damu yake? Tunakulaje sisi mwili wake na damu yake? Kumbe Yesu anazungumza kwa mifano, kwa mafumbo, kwa misali na halisia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo akawaambia, aulaye mwili wangu ana uzima milele. Wale Mafarisayo na Masadukayo wakainuka wakasema, hatuwezi kukaa na mtu huyu. Kwa nini sisi tule mwili wake, tunywe na damu yake? Wakaondoka. Walivyoondoka, Yesu akawaacha, lakini bado akaendelea tena kusisitiza wanafunzi wake masenashara 12, akawaeleza tena, akawaambia, atakayekula mwili na damu yangu atakuwa na uzima wa milele. Lakini wale wanafunzi bado nao maneno yakawa ni magumu kwao. Haleluya. Akasema, Bwana wangu. Wale Mafarisayo, wale wanafunzi wa Yesu, mitume wa Yesu, wakaangaliana, wakatazamana nyuso zao, wakasema, mbona ni maneno magumu sana, anasemaje? Tunawezaje kula mwili wake na damu yake? Lakini Yesu akatambua mawazo yao, akawauliza, je, ninyi wanafunzi wangu, masenashara, wanafunzi wangu, nanyi mnataka kuondoka kwa sababu ya maneno haya? Wanafunzi wale wanataka kuondoka. Yesu anauliza, na nyinyi nanyi mnataka kuondoka kwa sababu ya maneno haya, kama hawa Mafarisayo walioondoka? Lakini yuko mtu mmoja, Petro huyu alikuwa anafunuliwa maandiko. Petro alikuwa na nguvu ya Mungu, alikuwa anafunuliwa kwenye maandiko, kwenye maono, kwenye mafunuo, hata kwenye ndoto kabla hajatokea. Lakini Petro akamjibu Yesu, haleluya, akamwambia, la hasha Bwana wangu, twende kwa nani? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Akamwambia, wewe unayo maneno ya uzima, twende wapi? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa hiyo ukija tena kwenye ule mstari, sura ya kwanza, kitabu cha Yohana sura ya kwanza 14, kitabu kile cha Yohana 1 sura ya 14, anasema, naye neno akafanyika mwili, naye akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu,
Bwana Yesu apewe sifa sana. Naye neno akafanyika mwili, naye akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu Baba. Kumbe Yesu alipokuwa anazungumza kwa habari ya kula mwili, anazungumza kwa mafumbo, kwa mifano, anazungumza kwa habari ya neno la Mungu. Damu na nyama ni neno la Mungu. Damu na nyama ni neno la Mungu. Anasema atakaye kula mwili wangu, neno la Mungu, na damu yangu ni neno la Mungu. Atakaye kula mwili wangu na damu yangu, huyo ana uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Atakaye kula mwili wangu na damu yangu ana uzima wa milele. Kwa hiyo maneno haya yalikuwa ni magumu sana. Ndipo Yesu, Petro akawajibu akasema, hapana, twende wapi? Akafunuliwa, twende wapi Bwana wangu? Maana wewe unayo maneno ya uzima. Haleluya, unayo maneno ya uzima. Kumbe Yesu Kristo alikuwa anazungumza kwa habari ya neno la Mungu. Mahali fulani neno la Mungu linasema neno la Mungu ni chakula cha roho.